Twende mbali zaidi kwenye giza. Karibu katika simulizi ya kutisha yenye mandhari ya kale iliyojaa siri, uchawi na mapepo wa damu ya zamani. Simulizi ya kutisha, kijiji cha wachawi, sehemu ya 1, Kiliofutuni. Utangulizi. Kijiji cha Ngera hakipo kwenye ramani. Wanakijiji hawana simu, barua hazifiki, na hakuna aliyeingia huko na kurudi na akili timamu. Wanasema ni kijiji kilichoachwa na watu, lakini sina roho zao. Mimi ni mwanafunzi wa historia kutoka chuo kikuu, niliyetumwa kufanya utafiti juu ya jamii zilizoishi porini bila kuwasiliana na dunia kwa zaidi ya miaka 70. Nilipata ramani ya zamani iliyokuwa na maandishi mekundu pembeni: usiende Ndengera wakati mwezi ni mwekundu. Ukisikia wimbo wa mtoto anayelia, rudi kabla hajasema jina lako. Sikujali. Nilijua ni hadithi za kuwatisha watoto. Nilikosea. Niliwasili Ndengera saa 10 jioni, baada ya siku 3 msituni. Watu wachache waliokuwa hapo walikuwa wakinitazama bila kupepesa macho. Hakuna aliongea nami, ila wote walikuwa na alama ya X nyekundu kwenye mashavu yao. Mzee mmoja tu alinipungia mkono akaninong'oneza, usilale hadi ukute mzizi wa mti wa damu. Ukilala kabla utaota na wao watakuona. Usiku ulipoingia, mwezi ulikuwa wa damu. Anga lilibadilika rangi na hewa ilikuwa nzito kama moshi wa kafara. Nilijaribu kulala ndani ya kibanda nilichopewa, lakini saa 6 usiku nilisikia sauti ya mtoto ikilia nje. Mlia ulikuwa wa polepole, wa huzuni, kisha ukabadilika kuwa wimbo wa kurudia. Njoo, mama amepotea. Njoo ucheze nami, njoo ucheze nami. Nilipoangalia dirishani, kulikuwa na msichana mdogo akiwa na macho meupe bila mboni na mikono mirefu kama ya mti uliokauka. Alitabasamu na kusema jina langu kwa sauti nyororo. Karibu nyoni. Ulikuwa wa mwisho kukosa. Nilipojaribu kufunga macho, niliota niko kwenye duara la moto, nikiwa nimefungwa mikono, nikiwa mmoja kati ya watoto 7 waliovaliwa mavazi ya majivu. Mbele yetu kulikuwa na mti mkubwa wenye uso wa kibinadamu, ukizungumza kwa lugha ya damu. Nilipoamka, nilikuwa nimejichora alama ya X usoni bila kukumbuka lini. Hitimisho, nilitaka kuondoka, lakini njia niliyopitia haikuwepo tena. Badala yake, kila nikipiga hatua, nahisi ardhi inavuta miguu yangu. Ninapoandika haya, kila usiku ninamwona msichana huyo akikaribia zaidi, na kila siku ananiambia, mara ya 7 ni ya mwisho. Ukisikia jina lako tena, utabaki huku kama wengine. Leo ni siku ya 6. Je, nitaweza kutoka Ndengera kabla ya siku ya 7? Au nitakuwa mmojawapo wa wale waliobadilika kuwa mti, walimu wa uchawi waliosahau majina yao? Mwisho wa sehemu ya 1, kijiji cha wachawi. Je, ungependa sehemu ya 2 ambapo atagundua chanzo cha uchawi wa kijiji hiki na kujaribu kulivunja kwa kufanya kafara ya mwisho au kusalimu amri na kuwa mmojawapo?